Serikali ya awamu ya 6 imeshatoa fedha nyingi kwa ajili ya ujenzi wa majengo na tayari imeshatoa fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa majengo. Fedha zimeshatolewa kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba. Fedha zimeshatolewa kwa ajili ya ukamilishaji wa kila kipengele kinachohusiana na majengo haya. Na hasa jengo la upasuaji, jengo la wakina mama ambalo nalo tumelikagua na tumeona. Sasa kwa kuwa hii ndio kipaumbele na ndio malalamiko yaliopo, mkurugenzi ni kuagiza katika siku 14 zinazokuja kuanzia leo, hakikisha huduma za upasuaji zimeanza kutolewa kwenye hospitali hii. Yaani haipo sababu yoyote itakayoeleweka kwa nini huduma hizo zisitolewe. Tumeingia kule ndani, tumekagua, tumeona vifaa vyote vipo na nimemuuliza DMO nini kimebaki. Akaniambia imebaki maji na umeme. Hizo sio sababu za kufanya wananchi wakose hii huduma, kwa sababu ni vitu ambavyo viko ndani ya nini? Ya uwezo wenu. Lakini pia fedha mmeshapata za kukamilisha hayo mambo. Sasa swala la maji, swala la umeme, umeme hapa tayari upo. Maji tayari yako hapa kwenye eneo la hospitali. Kwa hiyo sioni kikwazo, wala haitakuwepo sababu. Na kama itakuwepo sababu, basi ni sababu ya uzembe au kutokusimamia vizuri. Kwa hiyo ni kuachie mkurugenzi kipaumbele cha kwanza jengo la upasuaji la kina mama, kulikamilisha lote, kwa maana sehemu ya kupokelea mama mjamzito, sehemu ya kujifungua kawaida, sehemu ya kufanyia upasuaji endapo kutakuwa na changamoto yoyote, sehemu ya kupumzika baada ya kutoka kwenye upasuaji, sehemu ya kupumzika apate kupona vizuri, atoke aende nyumbani na mtoto wake akiwa salama. Lile jengo liwe ndio kipaumbele cha kwanza cha kukamilisha. Huku kwingine, kwa mfano jengo la kufulia, hata sasa mnafua, lakini kule ndio sehemu ya kuokoa maisha ya mama mjamzito pamoja na mtoto mchanga anayezaliwa. Halmashauri ya wilaya Nsimbo imepokea fedha takriban shilingi milioni 400 ambayo ilikuwa ni tarehe 27 mwezi wa 9 2024 kwa umaliziaji wa majengo ya hospitali. Majengo hayo ya umaliziaji ilikuwa ni jengo la utawala ambalo ndo tupo, jengo la wazazi maternity complex na jengo la kufulia pamoja na jengo la bohari ya dawa. Fedha iliyokwisha kutumika hadi kufikia tarehe 11 mwezi wa 12, jumla ilikuwa ni shilingi milioni 378 367,892.9 ambayo imekwisha kutumika katika kununua vifaa vya ujenzi pamoja na kuwalipa mafundi katika shughuli hizo. Fedha iliyobaki ni shilingi milioni 12,632,107.1 ambayo itatumika kumlipa mzabuni aliyotoa huduma ya utengenezaji wa milango katika jengo la mama na mtoto na jengo la bohari ya dawa.